Ni furaha iliyoje mpendwa mtazamaji na msikilizaji kukutana nawe mara tena siku hii ya leo. Ikiwa ni siku ya pili ya tariki 17 Machi 2026 na tunakutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kukuthamini kwa uwepo wako kwenye chaneli yetu ambayo inaendelea kupa habari, vipindi na mambo mengine ambayo yanakujia kwa muda unaofaa. Mtazamaji, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu mara tena katika siku hii ya leo. Na hivi sasa ni tayari majira ya saa 12:30 za asubuhi, majira ya huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze habari zetu na habari hizi za mapambano maeneo ya huko Mitamba. Ni kwamba kijiji cha Mitamba kimeanguka mikononi mwa waasi wa M23. Mapambano hayo yameripotiwa Ijumaa tatu ya tarehe 16 Machi 2026 baada ya mapigano makali dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano nao wazalendo katika eneo hilo. Mitamba ni eneo liloko katika kundi la Bijombo ndani ya grupementi ya Bavira katika jimbo la Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo zaeleza kwamba mapambano hayo yameripotiwa kuanza asubuhi mapema pale ambako waasi hao walikwenda kuvamia kambi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufaulu kunyakua kijiji hicho. Habari hizo zilizidi kuongeza ya kwamba raia wengi katika eneo hilo wameripotiwa kuyahama makao yao. Mashirika ya kiraia katika maeneo hayo yanaendelea kuomba serikali kuu ya Kinshasa kufanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha ya kwamba vijiji vyote vinavyoendelea kushikiliwa na waasi wa M23 vimekombolewa. Hivi sasa tuangazie habari zetu na habari za huko Mulima. Ni kwamba mzalendo mmoja amejeruhiwa huku jeshi mwingine mmoja wa FARDC kujijeruhi kwa risasi kwenye purukushani ya kudaiana kodi ya nyumba kati ya wawili hao Ijumaa tatu ya tarehe 16 Machi 2026 kwenye kijiji cha Mulima kwenye grupementi ya Bashilo cha sekta ya Tanganyika. Inosalik ni koordineta wa vuguvugu machozi ya raia katika maeneo hayo ya Mulima ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa, huku akilahani vikali kitendo hicho, huku akitoa mwito kwa serikali kuhakikisha jambo hilo kutokujirudia mara tena. Inosalik amezungumza nasi na kueleza yafuatayo. Chanjo cha vurugu ile ilitokea kupitia ule askari jeshi alikuwa akipangia ule ndugu Shekeda, kama masource zilizoonyesha, alikuwa akimupangia katika nyumba yake, na wakati ndugu Shekeda alikwenda kulomba ushuru wa nyumba yake, basi kulikuwa mabishano, na yale mabishano hatukukuwa atuyui kama ule askari jeshi naye alikuwa akikamata mvinyo kidogo, wala yeye Shekeda na yeye pia atujui, na wakati ya ile mabishano ndo kulitoka ile vurugo. Askari jeshi akamfyatulia ndugu Shekeda masase mkichwa na ikasababisha ndugu Shekeda kupata majeraha makubwa, na mpaka saa hii hatujajua hali yake, lakini walimushusha kutoka katika kijiji cha Mulima, walimpa transfer katika zanati la aire de santé ya Pungu, akajielekeza katika zanati kubwa ya reference ya Fizi. Ni hapo alikwenda kukamata matibabu. Na baadhi ya ule mwingine askari jeshi wa taifa naye kuona gisi ndugu Shekeda alianguka, naye akajua labda ndugu amekufa, na yeye akajifyatulia risasi yeye mwenyewe, na yeye akamupa naye majeraha makubwa. Alafu milio ya risasi ililia, raia ilikuwa na hofu, lakini tulishukuru Mwenyezi Mungu sababu mahali ambapo watu walipo hakuwezi kufa watu wote. Watu waliingilia swala lile kati na kupata suluhisho, na ile hali inatulia kidogo. Na sisi kama shirika za kiraia katika groupement la Basilocha tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali pamoja na autorite civile kuikalia pamoja ili kukuwa na tatua mizozo kama na ile, ili janga lile lisipate kurudilia tena ingine siku, kwa sababu sisi tunajua kama sisi Wakongomani tuna adui moja tu ambaye anatusumbua, ni ACM23 ambaye amekuja kutunyang'anya udongo wetu, na ni ule ambayo sisi tunapambana naye kwa sababu ya yeye anakuja kutunyang'anya udongo. Lakini sisi kwa sisi tena kuanza pigana masasi, ile si jambo la mzuri. Sisi kama shirika vuguvugu la raia la MCR tunalaani vikali kabisa vitendo vile vya ukatili tena katika eneo zetu, tunavilaani.
Na huko Misisi kuna habari zisemazo kuwa mkuu wa kijiji cha Misisi ndani ya sekta ya Nganja tarafani Fizi, Bwana Masaba Monga Franklin amekemea kwa hali ya juu zaidi kitendo cha watu watatu kuuawa kwa kupigwa risasi na wengine wengi kubaki na majeraha weekend iliyopita. Akiwa kwenye mazungumzo nasi kupitia njia ya simu, kiongozi huyo ameanza kwanza kutoa mkono wa pole kwa familia zilizopatwa na maafa hayo, huku akiomba vyombo vya usalama kuzidisha mbinu za ulinzi ili kuhakikisha raia wanaendelea kuishi katika hali ya usalama. Upande mwingine ameahidi kuendesha kikao cha dharura kikiwa cha usalama ili kujadili pamoja na vyombo husika na usalama kwa kutokomeza vitendo hivyo. Ndio kulikuwa kama ya bamwezi wake iba mtoske moya hapo mwatuni parke. Leo sasa kulikuwa watu walikuwa pembeni wakaanza kulalamika bamwezi, ndio ule akajamprendre kubali watu wengine walikuwa pale. Kwa deja 3 morts na mengine wangali kwa hospitali bablese. Ilikuwa masaa ya usiku. Ma services za security hazikuwa intervenir. Tunaona alikuwa mwizi sali operato nani achona akakimbia, lakini maankete ziko anko. Siki vile ule mwali pigana masasi walituambia kwa watu wenyewe walimjua. Alikuwa inansema elema wa wanse kombata. Mwenye acha kwa deserter. Hivi alikimbia. Na baliniambia komanda mpaka niambia banajua jina yake. Maankete ziko anko. Kia kusema tu ni kuhimiza maservisi ya security ziko hapa. Situba kuku nani service ya wapeme niko na linda watu hapa ndele kwa force security parce que kama ndege tuko tena ya tena 3 jours tena ndege ni mtu mwingine tena yalipigiwa vile na hata angalia kwa force na kwa force mara nyingi security tuangalie kama tunaweza kamata mameziri zenyewe za mzuri paraporo ya hizo shida. Pande wa wananchi raia wako wanadenonse wahalifu kwa force tuangalia kwa kutumia masasi civil kwa force jua hata wenyewe walipigwa masasi jana ni kwa sababu walikuwa lazima huu ni mwezi ndio maana ile makando maana wale banani ba mwezi walijamprendre kuku ndio walikuwa kiaiba kioski ile group ya watu ilikuwa pembeni kaanza kulalamika mwezi ndio ule akawapiga masasi ndio alikuwa yafanyisa kuiba bali mtu mapema sasa anaanza kulalamika ndio akajamprendre wale watu ndio wamezile ziko enforcer direct na hata kwa na concert security kesho raporo ya hiyo incident. Ndio metaje kwa wananchi ni zite bakona tusaidia jao kudetete usote kudenonce hiyo hapo watu ndio maservisi ya security iko na tia mkono kwenye bepo. Huko Bukavu kuna habari zisemazo kwamba mwanamke mmoja mama wa familia amejiua kwa kujinyonga mwenyewe usiku wa kucha siku ya Jumatatu ya tariki 16 Machi 2026 katika mtaa wa Biega Katre ndani ya kata la Panzi mjini Bukavu. Kwa mujibu wa mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo, amesema kwamba hadi kwa sasa chanzo zaidi cha mama huyo kujinyonga bado kujulikana. Tunapatikana muaxe Mulengeza ya pili, aveni Biega 4 ndani ya kata Panzi, fasi ambapo tuna registre ka ya mtu kujitia kamba. Yeye ni dada ambaye anaitwa kwa jina la Deborah Buendwa, anakuwa na miaka yapata 13 na ni mama wa watoto 4 ambaye anajimalizia maisha kwa kujitia kamba. Ilikuwa ni usiku wa tariki 15 kukuchia siku ya kwanza tariki 16 mwezi huu na mwaka huu. Kwa hiyo tunajulisha ya kwamba sababu ya hiyo kujitia kamba haijajulikana hadi sasa, na tunakumbusha population yetu ya kwamba maisha ya mtu ina thamani yake. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kujiondolea maisha ijapokuwa magumu fulani za maisha. Asante. Tutamatishe habari zetu siku ya leo na habari hizi za kimataifa zisemazo kuwa vita vya muungano wa Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kushamiri kwenye ukanda wa mashariki ya kitaifa, huko nchi za dola kama vile Urusi na Uchina hata Umoja wa Mataifa zikibaki kimya, licha ya athari za kiuchumi, kiuto na mambo mengine vikiendelea kuzoofika kutokana na vita hivyo. Mwenzetu Izaki Mulucha Ashibe na ripoti kamili. Kwenye miaka ya nyuma huko, nchi ya Marekani imeidhivamia kijeshi nchi kama Panama, Iraq, Afghanistan, Libya, Iran, Venezuela na nchi nyingine nyingi bila idhini ya Umoja wa Mataifa. Na kama tunavyoona leo, Marekani inaivamia nchi bila kupata kipingamizi chochote kutoka kwa dola kuu za dunia. Kinyume chake, dola hizo zinamuunga mkono wakati mwingine.
Wachambuzi wa siasa za vita na ushirikiano wa kimataifa wanakuwa na mitazamo mbalimbali. Maitre Cheikh Omar Konare, mwanasheria na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Mali, alisema hakuna nguvu ya kisiasa, ya kijeshi na kiuchumi ambayo imewahi kufikia kiwango cha Marekani katika historia. Ndiyo sababu wanaheshimu sheria za kimataifa pale zinapolingana na maslahi yao na wanazipuuza wanapotaka, kwa kuwa wanajua kwamba hakuna nchi inaweza kuanzisha ugomvi nao. Na sio tu Marekani. Russia imeivamia Ukraine kwa matakwa yake mwenyewe, na uvamizi wa Libya uliongozwa na Ufaransa bila kujali itikadi na sheria za kimataifa. Mchambuzi huyu wa siasa za kimataifa anasema silaha za nyuklia zinazomilikiwa na Marekani zinazuia nchi nyingine yoyote kuishambulia nchi hiyo. Nao pia Marekani hawawezi kushambulia taifa lenye silaha za nyuklia kwa sababu hiyo ingesababisha maangamizi makubwa kwa pande zote mbili. Tutakaolijua ni kwamba hakuna nchi yenye nguvu kubwa inayotia sahihi mkataba wa ulinzi wa pamoja na nchi ambayo inaweza kuingia vitani dhidi ya taifa lenye silaha za nyuklia. Hivyo Marekani haitakubali kamwe Ukraine kujiunga na NATO. Vivyo hivyo Moscow na Beijing hawatawahi kusaini mkataba wa ulinzi wa pamoja na Iran au Cuba au Venezuela. Mara nyingi wanabaki na makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi ambayo hayawalazimishi kuwasaidia moja kwa moja washirika wao vitani. Kuna sababu za kisiasa. Mfano, China inaweza kubaki kimya pindi Marekani inavamia Venezuela ikitaka Washington kutofanya chochote iwapo China hiyo itaivamia Taiwan. Vivyo hivyo Moscow inaweza kumwacha mshirika wake Iran kwa kubadilishana na upendeleo wa Marekani katika suala la Ukraine. Vita mara nyingi huwa fursa kwa mataifa makubwa kudhoofisha mpinzani wao kwa kumsaidia mshirika wao kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Hivi ndivyo Marekani na Umoja wa Ulaya wanavyofanya nchini Ukraine ili kudhoofisha Urusi, na pia Urusi inaweza kufanya hivyo hivyo kwa manufaa ya Iran bila kutuma wanajeshi wake moja kwa moja vitani. Mpaka sasa Tehran haiwezi kutegemea msaada wa kijeshi kutoka Moscow. Msemaji wa ikulu ya Russia Dmitry Peskov amesema hadi sasa Iran haijaomba msaada wowote kwa nchi yake, ila Ijumaa hii jarida la Washington Post lilipeperusha ripoti semayo kuwa nchi ya Russia imeipatia Iran taarifa za kijasusi zitakazowezesha Iran kulenga kwa usahihi kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika nchi mbalimbali za ukanda wa Mashariki ya Kati katika kukabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Tukiweka kando faida za kisiasa, vita vinafaidisha tena kiuchumi nchi hizi kubwa au dola za dunia. Vita pia ni fursa nzuri ya kuuza silaha, hasa kwa mataifa yenye akiba kubwa ya silaha za thamani wanazotaka kuuza. Inakumbukwa kwamba mauzo ya silaha yaliingizia nchi zinazouza silaha kiasi cha rekodi ya dola bilioni 679 mwaka wa 2024. Pia hakuna kitu kinachofaa zaidi kuliko vita kwa mataifa makubwa kujaribu silaha zao mpya au kuchunguza nguvu na udhaifu wa upande unaopigana nao. Kwa kifupi, dunia inaendeshwa na mchezo wa maslahi na mikakati ya siri ambayo mataifa madogo na ya kati mara nyingi huwa waathirika. Kama vile mahabara za dawa au laboratoire pharmaceutique hazitamani kutokomea kwa magonjwa yote, vivyo hivyo mataifa makubwa hayatawahi kumaliza vita kabisa duniani. Na tusishangae wakati dola zitaishiwa nguvu huko Ulaya, wanaweza kurudi huko Afrika kwenye mataifa dhaifu ili kujaribu kututawala tena na kujiami upya. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine habari hizi. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, sina la ziada, nasema kwaheri.